Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV, siku nyingine tena Mungu aliyotupa ya kuja kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki tena cha Yohana sura ya 2 kuanzia mstari wa 13. Biblia inasema hivi: na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu alikwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu walikuwa wakiziuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akasokota kikokoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe, na akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani utaonesha kwamba unafanya hayo? Yesu akajibu akamwambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46, nayo utalisimamisha katika siku 3? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofufua katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilolinena Yesu. Hata alipokuwa Yerusalemu katika siku kuu, wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote, na kwa sababu hawakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyo ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaendelea na somo hili, nirudi nyuma kidogo, kwamba somo lililopita tulimuona Yesu akienda harusini Kana pamoja na mama yake, na baada ya hapo tukaona mwishoni Yesu alielekea Kapernaum, ni mji kidogo juu kidogo ya Galilaya ambapo alikuwa anakaa. Hivyo Yesu, Biblia inatuambia pale, baada ya muda akatoka kule Kapernaum, akatelemka kuja Yerusalemu siku ya Pasaka kwa ajili ya kuenda katika hekalu kuabudu. Na alipofika Yerusalemu, alipofika hekaluni, akaona pale hekalu watu wakiuza ng'ombe, mbuzi, kondoo, njiwa, wakifanya kamari, kuuza biashara ya kubadilishana fedha. Yesu akapata hasira sana, akasokota kamba labda kama fimbo, akaanza kuwatoa watu hekaluni. Toa ng'ombe, toa mbuzi, toa uchafu wote, fukuza wale watu ambao walikuwa wanafanya biashara ya fedha. Akapindua meza zao. Sura 16 akawaambia wale waliokuwa wakizuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Hapo ndipo nilipochukua kichwa cha wangu siku ya leo, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Nirudi kidogo, nitoe historia kidogo ya Yerusalemu na hii hekalu ambayo Biblia inasemea, inaandika hapa, Yesu kufunga safari kutoka Galilaya kule, akateremka mpaka huku Yerusalemu. Yerusalemu ndipo hapo ambapo hekalu la Wayahudi lilikuwa limejengwa. Ni hekalu lile lililojengwa na Suleiman, ambaye baba yake ni Daudi. Watheolojia wasema ilikuwa ni miaka kama 957 kabla ya Kristo. Na baada ya muda kwenye Biblia inatuambia kwamba lilivunjwa na hawa watu wa Babeloni, mfalme Nebukadreza wa pili. Lakini kwenye Agano Jipya pia tunakuja kuona pale wamekuja Wayahudi wametawaliwa na serikali ya Rumi.
na wanampa ufalme huyu Herode, na Herode akuja kusimamia ujenzi wa hekalu, tena linajengwa kwa mara ya pili pale Yerusalemu. Hivyo Wayahudi wote ambao walikuwa wametawanyika sehemu mbalimbali, ilikuwa desturi yao kila mwaka kuja pamoja kuabudu Yerusalemu na kusherekea Pasaka pamoja katika hekalu hilo la pale Yerusalemu. Lakini Yesu amekuja vizuri kusherekea kwa sababu alikuwa Myahudi. Cha ajabu, alipofika katika hiyo hekalu, anakuja kuona mambo yamebadilika. Hii hekalu lilijengwa kwa lengo la kuabudu, kwa lengo la sala, kwa lengo la ushirika, watu wakutane wamwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa Wayahudi, Mungu wa Israeli, Mungu aliyetenda mambo makuu na ajabu. Na hasa Pasaka ilikuwa ni sikukuu ya muhimu sana kwa Wayahudi waliokuwa kukumbuka ukombozi wa wana wa Israeli kule Misri, ambapo malaika alipita, hakuwa uzaliwa wa kwanza, akapass over katika kila nyumba ya wana wa Israeli, na mzaliwa wa kwanza wa Misri wote waliweza kuuliwa. Kwa hiyo ilikuwa ni sikukuu ambao Mungu aliwapa mwongozo, aliwapa maagizo Wayahudi kwamba kila mwaka lazima waje kusherehekea sikukuu hii. Lakini Yesu amefika katika hekalu, anakuja kuona mambo yamebadilika. Badala ya kumshtukuza Mungu, kufanya ibada, kufanya sala, kufanya maombi, mambo yamebadilika. Wanaifanya nyumba ya Mungu kuwa kituo cha kufanya biashara, soko. Sehemu nyingine kitabu cha Luka anasema amefanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hivyo Yesu anaingia akiwa na hasira sana, akasafisha, akatoa kila uchafu. Hapa akawaambia, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Na Biblia ya neno inasema, watoeni hapa, mnathubutuje kuifanya nyumba ya Baba yangu kuwa soko? Na leo hii Mungu amenituma kukukumbusha, unathubutuje kuifanya nyumba ya Mungu kuwa soko? Unathubutuje kufanya nyumba ya Mungu kuwa biashara? Sasa tutakuja kuona hii nyumba ya Mungu kwa sasa inamaanisha nini. Mstari 17, wafunzi wake wakakumbuka kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako itanila. Hivyo pia Biblia neno imeandika vizuri kwamba upendo wangu kwa nyumba yako utaniangamiza, au kwa Kiingereza nasema the zeal of my father house will consume me. The zeal of my father house will consume me. Ina maana gani? Ile upendo, shauku, wivu, hamasa ya nyumba ya Mungu Baba yangu mimi utaniangamiza. Na kweli tutakuja kuona ndivyo sababu hata Yesu kuangamizwa, Yesu kuweza kushambuliwa na Wayahudi kwa sababu ya hii jambo. Sasa mstari 18, basi Wayahudi wakajibu wakamwambia, ni ishara gani unatuonyesha kwamba unafanya haya? Hii nyumba ya baba yako, una hasira kweli, una wivu kweli, unaipenda kweli, ishara gani unaofanya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitaisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka 46, nawe utalisimamishaje katika siku 3? Kumbuka ile hekalu anayosemea ndio nililosema lilijengwa na huyu Herod the Great. Watheolojia wanasema miaka 37 kabla ya Kristo mpaka miaka 4 hivi baada ya Kristo, kwa around miaka 40 na kitu hivi. Hasa hawa wakasema hii imejengwa kwa miaka 46, wewe unatuambiaje kwa siku 3 tunaweza kubomoa? Na wanakumbuka hapo zaidi ya miaka 500 baada ya kubomolewa na hao Nebukadneza wa pili huko wa Babyloni. Baada ya kubomolewa ilikaa zaidi ya miaka 500, ndipo sasa ikaja kujenga tena. Alafu wewe unasema kwamba unaweza kubomoa leo hii, alafu baada ya siku 3 unaweza kujenga tena. Unamaanisha nini Yesu? Hapa Yesu mstari wa 21 ndo hapo kuja kutoa majibu. Anasema hivi, lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake.
Na 22 anasema basi alipofufuka wanafunzi wake walikumbuka maneno kwamba kweli alimaanisha siku zile kwamba atalibomoa ili hekalu lililojengwa miaka mingi na litajengwa baada ya siku 3. Kumbe alimaanisha ni mwili wake. Sasa hili somo langu linalosema msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara, kumbe inamaanisha hapa, hamaanishi hekalu lile ambalo liko Yerusalemu, hamaanishi labda hekalu makanisa yetu ambayo tumeyajenga kwa matofali na mawe. Kumbe hapa kuna kitu alichokimaanisha Yesu zaidi, anamaanisha mwili. Hapa alimaanisha mwili wake, na leo hii anamaanisha nini? Hekalu. Tukisoma kwenye Biblia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari 19 mpaka 20, Biblia inasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Hapa anakuja kutoa maelezo Paulo, anachomaanisha hii hekalu hamaanishi tena hekalu la Yerusalemu. Uchungu aliokuwa nao kwamba toweni, safisheni, ondoa, pindua meza, sitaki uchafu katika hekalu, anamaanisha hekalu ambalo ni mwili, kama alivyosema hapa, alimaanisha mwili wake. Hii anamaanisha hekalu ambao ni mwili wako wewe. Biblia imetuambia Korintho wa kwanza, miili yetu ndio hekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama ni hekalu ya Roho Mtakatifu, kitu gani kinatakiwa? Hapo ndipo napata masomo mawili matatu ambayo nimekuandalia siku ya leo. Somo la kwanza, Yesu anataka utakatifu. Kama wewe ndio mwili wake, aliweza kupindua meza za wale watu waliokuwa fanya biashara katika hekalu lile. Hivyo hivyo Yesu leo anataka apindue meza za biashara, uchafu, uasherati na nguvu zote za giza ambazo zinafanya kazi katika mwili wako. Kwa nini anataka mwili wako, hekalu lako liwe takatifu? Mwili wako uwe mtakatifu ili imruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani yako, ili uruhusu Roho Mtakatifu akufanye kiumbe kipya, ili uruhusu Roho Mtakatifu akubadilishe, ili uruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani mwako akufanye mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaambia kitabu cha Yohana 17:17, watakase kwa neno lako, maana neno lako ndilo kweli. Kama ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami nawatuma wao ulimwenguni. Yesu anajiweka pale, anakompea yeye kama alivyotumwa akafanyika hekalu. Alimaanisha yeye ndio hekalu ambalo litavunjwa kwa siku 3 na baada hapo litajengwa tena. Hivyo hivyo na sisi ametutuma ili tuwe hekalu, na kama hekalu anachokitaka dini takatifu. Kwa nini tuwe takatifu? Ili Roho Mtakatifu aingie ndani mwetu na afanye ibada ndani yetu. Kumbuka asili ya mwanadamu kuumbwa. Asili ya mwanadamu kuumbwa ilikuwa na ushirika wa mtu na Mungu. Mungu alimtengeneza, alimuumba, alimfinyanga mwanadamu, akampa kitu cha tofauti ambacho ni ibada. Na alimtaka Adamu kila siku wao anaenda kufanya ibada pale bustanini. Ndio maana kila Biblia inasema jua lilivyokuwa inakuchwa, walikuwa wanaenda wanafanya ibada, wanamtukuza Mungu, wanaongea na wanasema habari za Mungu, na Mungu anamfurahia, anakuwa na ushirika. Ibada ilikuwepo mkubwa kati ya mwanadamu na Mungu. Lakini dhambi ilivyokuja ikatenganisha mahusiano ya mtu na Mungu. Hivyo sasa hapa Yesu anakuja kutengeneza tena mahusiano, kuleta ibada, kutoa kila uchafu, kutoa kila mambo ambayo yanasababisha mtu asiwe na mahusiano na Mungu, kutoa kila hali ambayo inasababisha mtu asiwe na ushirika na Mungu. Ndipo sasa Yesu akaingia akabomoa kila uchafu, alafu hapa akamwambia toeni, ondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Nilikuwa natafakari kwa nini Yesu anambia yaondoeni haya. Alikuwa anaweza kupindua na kuondoa kila kitu, lakini nadhani aliuhitaji mwanadamu mwenyewe afanye sehemu yake ya kuondoa. Hivyo hivyo Yesu leo anakutaka wewe ufanye maamuzi ya kuondoa vinyago, kuondoa biashara, kuondoa uchafu, kuondoa kila kazi za giza zinazofanya kazi ndani ya maisha yako.
Kitabu cha Efeso 5 mstari 25 mstari mpaka 27, Biblia inasema Yesu alikufa ili kusudi alitakase, apate kujiletea kanisa lisilokuwa na mawaa, lisiokuwa na makunyanzi. Yesu alikuja, alikufa ili alete mahusiano kwetu na Mungu, ili alitengeneze kanisa, alitengeneze hekalu lisilo na makunyanzi, lisio na uchafu, lisio na mawaa. Ndio maana hapa kazi ya kwanza Yesu kufanya public, kufanya hadharani, ilikuwa kusafisha, kuondoa kila uchafu hekaluni, kuondoa kila biashara hekaluni. Na ndio hivyo Waefeso watuambia Yesu alikuja, alikufa kwa ajili ya lengo hilo, kujitengenezea kanisa, kujitengenezea hekalu, kujitengenezea ushirika, kujitengenezea ibada. Mpaka leo hii Yesu anataka kufanya ibada na mtu. Kama kitabu cha Ufunuo tulivyosoma kule nyuma, anabisha hodi, mtu akifungua atakula na yeye, ataishi na yeye, atafurahia uzuri wake, atakuwa na ushirika. Huo ushirika ndio ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wanasema ibada ya kweli sio kwamba kwenda kanisani na kuabudu. Hapana, ibada ya kweli iko ndani ya Mkristo kupitia Roho Mtakatifu. Ibada ya kweli ipo ndani ya mtu. Ndio maana pointi ya pili, baada ya kusema Yesu amekuja kwa ajili ya kututakasa, anataka tutakase, tusafishe, pointi ya pili nimeiweka namna hii kwamba Yesu anataka kuleta ibada ndani ya kanisa ambalo ni mwili wako. Yesu anataka kuleta ibada ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana 4 mstari wa 24, Yesu alivyokuwa anamwambia mama Msamaria, saa inakuja na saa yaja ambao waabuduo Bwana watamwabudu katika roho na kweli. Ni Mungu roho, na wote wamwabudu wamepaswa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu anatafuta watu wanaoabudu katika roho, anatafuta mahusiano, anatafuta ibada. Ndiyo sababu Yesu akaja pale, akapindua meza, akaharibu kila mipango, akasema nimekuja mimi, nataka nifanye nyumba yangu iwe sala. Kitabu cha Luka 19 mstari 45, Yesu pia ameenda kwa awamu ya pili katika hekalu, na alivyofika vile cha kwanza alisafisha, alitoa uchafu wote, na akasema maneno haya, imeandikwa katika maandiko, nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeigeuza kuwa pango la wanyang'anyi. Yesu bado mpaka mwisho pale anaenda, anapindua meza, anaharibu, na anaambia nataka nyumba yangu iwe nyumba ya ibada, nyumba ya sala, nyumba ya maombi. Na maneno haya utakuja kuona Mathayo sura 21 mstari 13. Anachokitaka Yesu nini kwako? Yesu anataka ibada. Yesu anataka mahusiano. Yesu anataka ushirika. Ndio maana ukiendelea pale chini kote, ambapo baada ya kusafisha na kupindua, mstari wa 23, hata hapo alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya, lakini Yesu hakujionyesha kwao. Inamaanisha dini, baada ya Yesu kusafisha, baada ya Yesu kufanya ibada, hakuishia tu kufanya kusafisha na kuondoka. Alibakia Yerusalemu, akafanya ibada nao, akafanya miujiza mingi, watu wengi wakampokea, wakamwamini, wakasikiza Yesu. Na hivyo hata ukisoma katika kitabu cha Luka na Mathayo, hizo utaona baada ya kusafisha alibakia pale, akafanya ibada, akafanya mafundisho mengi, na watu wengi walimwamini yeye. Hivyo sasa pointi yangu hii ya pili nasema Yesu amekuja kuleta ibada. Anataka kufanya ibada na wewe, anataka akae na wewe, anataka aishi na wewe. Hiyo ndio kusudi ya Yesu kuja duniani na kufa na kupigwa na kupata matabu zote duniani, kwa lengo la kujitengenezea kanisa lisilokuwa na mawaa, lisiokuwa na makunyanzi, lisiokuwa na hila na uchuki na mambo ya kidunia. Hivyo Yesu leo bado anakuita mpendwa,
Anataka mwili wako uwe hekalu la Roho Mtakatifu. Anataka mwili wako ubadilishwe leo. Hataki dhambi zitawale ndani yako. Hizo dhambi zinazofanya kazi ndani yako ndo hizo ambazo anasema msifanye nyumba yangu kuwa nyumba ya biashara. Dhambi zinatawala ndani yako. Uasherati unatawala ndani mwako. Wizi, ulevi, uvutaji bangi na mambo mengi mabaya. Hayo yote ni sawa na watu ambao walikuwa wanafanya biashara katika hekalu la Mungu. Hawa watu ambao walikuwa wanabadilisha matumizi ya hekalu takatifu na kufanya biashara matumizi mengine ambao Mungu hakutaka yawe. Lakini Yesu akapindua meza, alafu akawaambia ondoeni. Ina maana Yesu leo yuko tayari kupindua hayo yote, kuyabadilisha, alafu aruhusu sasa wewe ufanye maamuzi ya kuondoa na kumfuata Yesu. Hapo sasa nakumbuka na kitabu kimoja kilikuwa kinaitwa Moyo wa Mwanadamu. Moyo wa mwanadamu, kama Yesu hakuna, kwa naona kuna wanyama wengi akuwa kule ndani. Machui, mafisi, manguruwe, machula, mauchafu yote yako ndani. Lakini mwanadamu ukisema namtaka Yesu ingie ndani mwangu, Yesu alikuwa anaingia ndani ya moyo, na akiingia ndani ya moyo alikuwa anapindua makazi yote ya giza, anaingiza nuru. Machui anakimbia, masimba anakimbia, makobe, manguruwe yote anakimbia, anapindua. Na baada ya kupindua hivyo, Yesu anaingia ndani mwake, anatawala, anatengeneza nuru, anafanya ibada na mwanadamu. Hivyo hata leo Yesu yuko mlangoni, anataka apindue maisha yote ya dhambi, apindue kila uharibifu wote, na anachokutaka wewe uyaondoe pia. Kwa nini anakutaka uyaondoe? Kwa sababu anataka wewe commitment yako uko tayari kuyatoa. Ndio maana mstari huu anasema yaondoeni haya, na neno anasema watoeni hapa. Mnathubutuje kufanya nyumba yangu kuwa soko? Mnathubutuje kufanya mwili wako kuwa hekalu la giza? Unathubutuje? Yaondoeni haya. Na upendo wa Mungu bado unaniangamiza. Yesu bado anaumia ndani. The zeal of my father house will consume me. Anateseka, anaumia anavyoona watu wanateseka katika dhambi. Anapata tabu. Upendo wake bado uko kwako. Anakuita kwa moyo wote. Upendo wa Mungu bado leo anakutaka. Bado damu yake inamwagika mbichi kabisa. Akiona mwanadamu anatenda dhambi, anasema mwanangu, kwa nini unaendelea na dhambi? Upendo wa Yesu bado upo. Hataki uangamie katika dhambi. Hataki nyumba yako ifanyike kuwa pango la wanyang'anyi. Hataki kutendewa wewe nyumba wako ubaki katika dhambi hizo nyingi zinazokutesa. Leo hii anataka kutue mzigo kama alivyotoa wito wake, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anataka leo akupumzishe Yesu, akutoe kwenye mzigo mzito wa dhambi, akuletee wokovu, akuletee ukombozi, akupe pumziko. Kama uko tayari kupata pumziko huo, na uko tayari kuto kufanya nyumba ya Bwana kuwa pango la wanyang'anyi, nyumba ya Bwana kuwa nyumba ya biashara. Hataki mwili wako utumike kwenye mambo mengine, bali ataka utumike katika kumtumikia Yesu. Na popote utakachokuwa unaishi, unatembea, unafanya, itakuwa ni ibada, itakuwa ni ushindi. Kazini kwako, unachofanya kazi, itakuwa ni kazi ambazo ni ibada. Kutembea kwako itakuwa ni ibada, kuomba kwako ni ibada, maana Yesu ataka kutengeneza ibada ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo umefika mwisho wa somo langu siku ya leo. Nataka nikuombee baraka za Mungu, na kama unataka kumfuata Yesu, basi fuatisha maneno haya na utakuwa umeokoka, na Yesu ataingia ndani mwako siku ya leo, na atatoa kila uchafu wote, na ataruhusu uzima uingie ndani yako. Kama uko tayari, fuatisha maneno haya. Sema, asante Yesu kwa wema wako. Ninakushukuru kwa pendo lako kubwa ulilolionyesha ndani yangu. Asante Yesu kwa kunipenda. Siku ya leo nakuja mbele zako. Samehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua, kwa kutokujua. Samehe Bwana. Mwili wangu nimetambua kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu, na Yesu anakaa ndani yangu. Hivyo Yesu, naomba ingie ndani yangu, nibadilishe, unitengeneze, unifanye kiumbe kipya tangu leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.